بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. يقول الله سبحانه وتعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. صدق الله العلي العظيم. Ndugu zangu Waislamu, katika sehemu hii ya tatu tuko katika kuzieleza baadhi ya aya ambazo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwanza awaelezea wale mushrikina, wale wanaomkataa Mungu au wale wanaomkubali Mungu lakini wakampa mshirika. Pia akitueleza na sisi tulioko leo kwa tabaka zetu zote, baadhi ya dalili zilioko mbele ya macho yetu za kuthibitisha kuweko Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, za kuthibitisha upweke wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na utendakazi wake katika dunia hii. Tulimaliza katika wiki zilizopita kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aya ya kwanza ambayo kwamba ilikuwa ni mpandamanisho wa aya nyingi ndani. So Mwenyezi Mungu alianza na ardhi, tuweza kuiamkua ni aya makania, ni dalili ya kutuonesha sisi sehemu mahali, akatukua mfano wa ardhi na mimea inaomea kwenye ardhi na masala ya uhai katika mimea na masala ya kanunu zaujia, kuweko zitu ziwili ziwili katika mimea na katika wanadamu, wa mimma la ya'lamun, na tusoziua. Leo twenda katika aya nyingine ambayo twaweza kuiamkua. Aya hii ni aya zamania, ile iliyopita ilikuwa ni aya makania, ikituonesha sisi sehemu nayo ni ardhi katika maumbile ya Mwenyezi Mungu. Aya ya pili yazungumza na wakati, zama. Pia katika aya hii kuna mpandamanisho wa aya nyingi. Mwenyezi Mungu amekuwa kutuzungumzia, kwanza ametuambia ni usiku, wa ayatul lahumul laylu naslakhu minhun nahara fa idahum mudhlimun. Kisha akatoka kwenye usiku na mtana akaingia kwenye jua na mwezi, akituelezea baada ya hapo, washamsu tajri limustaqarrin laha dhalika taqdirul azizil alim walqamara qaddarnahu manazila hatta aada kal'urjunil qadim la shamsu yanbaghi laha an tudrika alqamar wala al-laylu sabiqun nahari wa kullun fi falakin yasbahun. Hizi aya nne zazungumzia aya ya zamani, lakini zitukuzie mambo manne ndani. Tukuzie masala ya usiku na masala ya mtana na masala ya mwezi na masala ya jua. Sasa kabla ya kuenda mbali katika darasa, ni muhimu tuzipitie hizi aya huku tukiwasikiza wanazuoni wa tafsiri namna walivyohtalifiana katika kuzifasiri hizi aya, kisha ndiyo tutaweza kutukua fikra ya kijumla ambayo kwamba ndiyo inaokusudiwa na aya hizi, namna ya kutuonesha uwezo wa Mwenyezi Mungu, namna ya kutuonesha utendakazi wa Mwenyezi Mungu,
na kuthibitisha tauhidi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukianza na aya ya 37, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia wa ayatul lahumul laylu naslakhu minhu an-nahara fa idahum mudhlimun. Wa ayatul lahumul laylu, kama nilivyoeleza nyuma kwenye aya ya kwanza ya pote hili, wa ayatul lahumul ardhul maitat. Aya inayokusudiwa hapa si aya ya Qur'ani. Aya inayokusudiwa hapa ni kwa maana ya dalili iliyo wazi, ndio maana ya aya. Katika maana ya kilugha, aya yani ni dalili iliyo wazi au ni huja isokuwa na upinzani, huja ya kukata, pia waweza kufasiri. Wa ayatun lahum, na dalili iliyo wazi kwa wao. Sawa sawa, kiwa ni hao ashabul qarya walikuwa wakizungumziwa nyuma, ni mushrikina wote, ni binadamu wote, kulingana na ikhtilafu za wanazuoni. Lahum ni nani? Wa ayatun lahum, na dalili iliyo wazi kwao na huja ya kukata kwa wao ni al-layl, ni usiku. Usiku ambao kwamba naslakhu minhu nahara, ambao kwamba kilma kilichotumika hapa na fani ya kilugha aloitumia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya hali ya juu kimewapeka wanazuoni pande mbalimbali. Baada ya Mwenyezi Mungu kunena na dalili iliyo wazi ni usiku, kisha akanena naslakhu minhu nahar. So, mara nyingi Mwenyezi Mungu amepiga mifano ya usiku. Mathalan katika suratu Fussilat Mwenyezi Mungu ametuambia wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar. Ametosheka na kutaya tu katika aya zake, katika dalili zake ni usiku na mtana na jua na mwezi. Lakini hapa ametukua sehemu fulani ya usiku. Miujiza haiko kwenye usiku. Miujiza haiko kwenye usiku wenyewe peke yake, wala dalili iko kwenye hii naslakhu minhun nahara. Sasa hapa itatubidi sisi kwanza tusimame na hili neno la salakha katika lugha ya Kiarabu la maanisha nini, kisha tuwasikize wanazuoni wa tafsiri walifasiri vipi mahali kama hapa. Neno la salakha kama wanavyotuambia wanazuoni wa lugha mando, lina maana ya kuvua, lina maana ya kutoa, zote hizi zaja kwenye salakha. Na ndio utakuta ule mnyama unapomtuna ile ngozi yake baada ya kumtinda, kile kitendo cha kutuna kwa lugha ya Kiarabu huamkuliwa ni nini? Ni asalkh. Na pale mahala patindwapo na patunwapo hayawani huamkuliwa maslakh. Maslakh ni mahala pa kutunwa au pa kutindwa, lakini sana inakusudiwa ni mahala anapovuliwa, anapotolewa ile ngozi yake ule hayawani baada ya kutindwa. Wengine wamenena pia yaweza kutumika katika lugha ni kukitoa kitu katika kitu kilichovaa, kiwe namna kitakachokuwa. Kuvaa kwa maana kupana zaidi. Yeo unapoitoa nazi kwenye makumbi yake, kwa sababu ile nazi imevaa lile kumbi kama kuvaa nguo. Unapoitoa nazi ndani ya lile kumbi pia waweza kunena ni maana ya salakha. Kitu chochote kilioko ndani ya kitu kinachofanana na nguo imezozunguka, ukikitoa inakuwa na maana ya naz'i, kukisumua, kukiondoa au kukitoa. Hii ndio maana ya salakha. Sasa tukirudi kwenye aya, baada ya kuwata maana ya lugha, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotuambia wa ayatul lahumul laylu naslakhu minhun nahara, amekuya kutufanyia usiku ni kama mwili au ni kama kitu kilichovaa nguo, na nguo yenyewe ni mtana. Nguo ifanye ni mtana, kama ile nazi lile kumbi lake la juu ndio mtana, nazi yenyewe ndio usiku. Sasa Mwenyezi Mungu atuambia wa ayatul lahumul laylu, katika dalili kubwa za Mwenyezi Mungu ni huu usiku ambao kwamba huya ukavaa mtana kisha tukauvua ule mtana. Wa ayatul lahumul laylu naslakhu minhun nahar.
Mwenyezi Mungu anena sisi twautoa katika ule usiku, twaivua katika ule usiku hii nguo ya nini? Ya mtana. Ni nini maana yake maneno haya? Hayaeleweki mbona kiasi kikubwa. Hapa ndipo mahali wanazuoni wamekuya wakasimama na kila mmoja akaanza kutoa rai yake. Kwa kadiri kuna rai nyingi sana kwa mufassirina, lakini mimi nitawatukulia rai 4, na katika hizi rai 4 utakuja kuziona zingine za fanana kiasi fulani, lakini nimependa kuzikusanya zote. Rai ya kwanza ni ya mwana tafsiri maarufu wa Kisunni Al-Alama Al-Fakhr Razi. Fakhr Razi anena salakha katika hii aya imetumika kwa maana ya tamyiz, si kwa maana yake ya lugha ya kuvua. Kwa maana wa ayatul lahumul laylu naslakhu minhun nahara ni ibara kwamba Mwenyezi Mungu ataka kutuambia kwamba sisi twaupambanua usiku na mtana, haudakhiliani, haungiliani, kila kitu tukakiweka mahala paki. Hii ndio maana ya naslakh, ni kukitoa kitu kakiweka mbali na kingine ukakiweka mbali. Pia inayo maana wakati unapoifua nazi ukaitoa kumbi, huwa pia wafanya kazi ya nazi kuziweka mbali na makumbi kuyaweka mbali, likatoka hili nkumbi na hili ni nini? Ni nazi. Sasa Fakhr Razi anena Mwenyezi Mungu anapotuambia wa ayatul lahumul laylu naslakhu minhu nahara, ni kwa maana katika dalili ya Mwenyezi Mungu na nguvu zake ni kuweza kuupambanua hunu usiku na mtana, zisiwezi katangamana ukajulikane usiku ni upi na mtana ni upi, kungelikosekana nidhamu katika maisha. Hii ni tafsiri ya Fakhr Razi. Al-Alamatu Tabatabai katika tafsiri yake Al-Mizan anena masala ya salakha hapa ni ibara nyingine ya Mwenyezi Mungu kukitoa hiki akikitia hiki na akitoa hiki akikitia hiki, kama ile aya nyingine iliyokuwa kwenye Qur'ani, yulijul layla fi nahar wa yulijun nahara fi layl. Hii ndio maana wa ayatul lahumul laylu naslakhu minhu nahar, yani Mwenyezi Mungu auweta mtana akiuondoa usiku, auweta usiku akiuondoa mtana. Hii kazi ya kuweka hiki na kuondoa hiki na kurudisha hiki kuondoa kile, ameabiri Mwenyezi Mungu kwa neno la salakha, wa ayatul lahumul laylu naslakhu minhu nahar. Ni kama wewe unapokuwa na nguo, mara wavaa nguo hini kisha waivua wavaa nguo nyingine, waivua wavaa nguo nyingine, pia hatujatoka kwenye lugha ya salakha. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ulimwengu ni kama mwili, mara auvisha vazi hili, mara auvua auvisha vazi lingine, na itakuwa mtana na usiku yote ni mavazi. Ndio hili wa ayatul lahumul laylu naslakhu minhu nahar, kwa maana tuutia usiku tukiutoa, tukiutia mtana tukiutoa, itakuwa ni kama ile yulijul layla fi nahari wa yulijun nahara fi layl. Hii ni rai ya Al-Alamatu At-Tabatabai. Sheikh Muhammad Jawad Mughniya katika tafsiri yake Al-Kashif anena maana ya hii aya wa ayatul lahumul laylu naslakhu minhun nahara, ya kusudiwa kupisana. Nawaambia rai za fanana, lakini sharti muone na kuzitukua, kila mmoja angalia upande wake. Sheikh Muhammad Jawad Mughniya anena maana ya hii aya ni kupisana zitu ziwili, yafanana na rai ya Tabatabai, lakini rai Tabatabai ilikuwa ya mzungumza Mungu, yani Mungu autia mtana akiutoa akiutia usiku, yulijul layla fi nahari wa yulijun nahara fi layl. Sheikh Muhammad Jawad Mughniya asema aya yaangalia upande wa mtana peke yake na usiku, bila ya kuangalia mwenye kuutia na mwenye kuutoa, mwenye kuuvisha na mwenye kuuvua. Ni ibara ya kupisana kama anavyozungumza. Asema tukirudi katika elimu zilivyothibitisha ni kwamba ardhi ni dori, na huu udori wa ardhi wasababisha upande fulani wa ardhi ikiwa wapijwa na jua, upande wa pili haupijwi na jua. Kwa hivyo ule upande upijwa na jua ndio uwao mtana, na ule upande usopijwa na jua ndio uwao nini? Usiku. Na ardhi iko kwenye kufanya nini?
kuzunguka, yo nafsi yake yazunguka. Wakati ikizunguka hubadilika upande ule uliokuwa ukipijwa na yua ukawa sasa haupijwi tena na yua, na ule uliokuwa haupijwi na yua ndio sasa wapijwa na yua, na ndipo kubadilika kupatikanapo kupisana, ikawa huku kukiwa mtana, huku huwa usiku. Kule kulipokuwa usiku kukibadilika kukiwa mtana, huwa kule kulikokuwa mtana hubadilika kukawa usiku. Huku hunu mpisano wadaima ulioko ndio huu unaoelezwa na Mwenyezi Mungu hapa, wa ayatul lahumul laylu naslahu minhun nahara, kwamba sisi twaupishanisha mtana na usiku kwa hii nidhamu ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameumba ulimwengu uende kwa nidhamu kama hii. Rai ya mwisho ya 4 ni rai ya Ayatullah Makarim Shirazi katika kitabu chake Tafsirul Amthal. Sheikh Makarim Shirazi amezisikiza hizi rai, ni katika wanazuoni wa siku hizi, sema ni rai mzuri hizi zilizoelezwa na Fakhrur Razi, Tabatabai, Sheikh Muhammad Jawad Mughniya, ni mzuri na ni rai mpaka sasa hazigongani na hakika za kielimu, zenda sambamba na elimu inavyozungumza, lakini ni rai ambazo kwamba zimelalia au twaweza kunena zimefumbia mato neno la salakha, na Mungu hakukosa la kunena akawatalitia hili neno. Kuna maana Mungu haikusudia. Ikiwa masala ilikuwa ya mpisano au ikiwa ni masala ni ya kuwekwa hiki kikiondoshwa hiki, Mwenyezi Mungu ametumia ibara kama hizo katika aya nyingine kama tulivyosoma, yulijul laila fi nahari wa yulijun nahara fi layl. Hajakosa Mwenyezi Mungu ibara ya kueleza masala ya mpisano au masala ya kupambanuliwa baina ya mtana na usiku, au masala ya kutiwa usiku ukitolewa mtana, ukitiwa mtana ukitolewa. Hayakosa lugha ya kuitumia. Kutoka alipoata lugha zote hizo Mwenyezi Mungu asipate tamko isipokuwa la salakha, na tamko la salakha la maanisha kutuna ngozi kwenye mwili wa nini, wa mnyama, au kuvua nguo uliozivaa. Ni lazima tutafute tafsiri inayoumana na maana ya kilugha la hili neno, na kuna nukta, kuna kitu ambacho Mwenyezi Mungu akusudia, kuna message fulani Mwenyezi Mungu ataka kuituma kwenye neno kama hili. Na hapa ndipo Makarim Shirazi anapotoa rai yake. Anena, tukiusoma ulimwengu huu wetu, ardhi, asili yake ni nini? Ni giza au ni mwangaza? Ni nini cha asili katika hiki? Ni giza. Mwangaza sio maumbile ya ardhi. Mwangaza ni kitu chaja kutoka kwenye nini? Kwenye yua. Ardhi yenyewe lau ya watu peke yake, kimaumbile yake, hakuna mwezi, hakuna yua, hakuna kitu kingine, maumbile yake ni giza au ni mwangaza? Ni giza. Ni kama wewe mwanadamu, asili yako tupu. Kimaumbile ulipozaliwa, umezaliwa huna nguo. Nguo ni zito ambazo kwamba zimekuya kwa yu. Senti ni zito ambazo kwamba zimekuya kwa yu. Majumba na mali kumiliki ni zito ambazo kwamba zimekuya kwa yu. Lakini asili yako wewe pekee, umezaliwa wewe na ziungo zako tupu tupu, huna kitu chochote. Kwa hivyo ardhi asili yake ni giza. Mwangaza ni kitu cha kuya kwa yu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataka kutushiria hakika hii kwamba asili ya ardhi ni usiku. Usiku ndio asili kwa maana ya giza. Huu mwangaza ni kama nguo wewe uvao. Yo unayo sawa, ukikosa nguo utatembea tupu. Yeo ziko nguo sawa, zikikosekana nguo hakuna cha kuvaa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu katika ibara hii ataka kutuonesha kwamba asili ya ardhi ni giza, kisha huyayua likapija kukapatikana mwangaza. Ule mwangaza ukawa ni kama nguo imevaa ardhi kwa ule upande uliopijwa na yua, kisha Mwenyezi Mungu pap huya akaivua nguo kama ile, akamwambia rudi pale ulipokuwa, kama khalaqnakum awwala marra, kama vile tulivyowaumba mwanzo. Ndio akatumia neno wa ayatul lahumul laylu naslahu minhun nahar. Katika alama za Mwenyezi Mungu, dalili zilizo wazi ni usiku, ni giza. Ndio maumbile ya ardhi. Huya ukaazima tu saa nyingine kwa yua, huya ukatukua mwangaza kwa yua ukavaa
kang'ara, kaonekana tumekuwa huonana, mara pap Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kudra zake na kwa uwezo wake atuambia naslahu minhu nahar, huenda tukauvua usiku, fa idhahum mudhlimun, wakitahamaki wako kwenye giza. Na mwanadamu ni mpesi kusahau maumbile, mwanadamu ni mpesi kusahau maumbile na ni mwepesi kuzoea kigeni. Yeo wewe waweza ukazaliwa katika famili ya shida, katika maisha ya shida, ukaishi katika maisha yale pengine kwa muda wa miaka 20 mpaka 30, yakawa paka ya muhuwa mazoea kwako, pap ukaya simandia wenye kunena jamaa unena Mungu akakupiga tochi, yani mara ukafungukiwa na milango kwa muda wa mtana na usiku, maisha yako yakakufungukia, ukawa sasa badala ya huna nyumba ya kuketi una nyumba kadhaa, ulikuwa nguo sharuti ungoje ile ikauke uvae nyingine, umekuwa sasa ukivaa hini husahau ile ulovaa mwezi uliopita ni ipi, na hii nimeivaa mmechelewa ama nimeivaa kitambo zaidi. Kwa muda wa mwaka mmoja tu ukaingia kwenye starehe kama hizi, huya ghafla ukasahau yale miaka 30 iliyokupitia, ukasahau kabisa, na ukaweza kutakayaf na yale maisha ya raha, mpaka ikawa lau kutatokea matatizo uanguke, utakuya kuyaona mapia yale yaliyokuya, kana kwamba wewe hukuyaishi maisha kama yale. Hii ndio tabia. Sasa Mwenyezi Mungu atuambia kiza ndio maumbile ya huu ulimwengu wa ardhi. Huu mwangaza ni kitu cha kutokea kwa yu, lakini mwanadamu kwa kuzoea mwangaza kwa muda mfupi anaoishi, huya akaingia kwenye anasa na huya akasahau yale maumbile ya huu ulimwengu. Ndio Mwenyezi Mungu akatwambia faidhahum. Idha Waarabu watuambia inakuja kwa maana ya mufajaa, ni kitu ambacho kwamba hukukipangia, ni kitu ambacho cha kuingilia ghafla. Kama waweza kunena nilikuwa natembea, faidha raaitu Zaid, stahmaki mimi nimemwona nani? Zaid. Yani ni kitu hukukipangia, ni kitu kimetokea ghafla katika mambo yako. Sasa ule mwangaza unapotutukua kwa yaeni na ukatupumbaza na tukasahau, mara pap Mwenyezi Mungu huya akauvua ule mwangaza. Ndio atuambia naslahu minhun nahara fa idahum mudhlimun, wakitahamaki wako kwenye giza. Hii ndio aya ya kwanza, imetugusia masala ya usiku na mtana, na ikitutaka kututumia sisi mafundisho mafupi, nitarudi kisha kwamba jiandalieni na giza, kwa sababu ni maisha mingi mwanadamu atayapita kwenye giza. Msiuliwaze, msipumbazwe na mwangaza wa kuwazima wa muda fulani, msipumbazwe na starehe za muda fulani. Jiandalieni. Maisha ya barzakh, maisha ya kwenye kaburi ni maisha marefu, na hatuyui ni miaka mingapi. Leo tukirudi kwa waliotangulia kutoka kwa tarikhi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, tusirudini nyuma sana, kutoka nabii Allah Adam, huu ni mwaka 1425. Wale waliokufa wakati ule, kwa maana umri huu wote wako katika maisha haya,
Ndipo pale mara nyingi tunapoomba sisi tukanena a'udhu billahi min dhulmatil qabri wa min wahshatil qabri. Twailinda na Mwenyezi Mungu na kiza cha kaburi na kinyezi cha kaburi, upweke, hali ya upweke kuhisi katika kaburi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu atutanabahisha na kujiandalia na ziza, tusipumbazwe na miangaza, na tusitake mwangaza wa kuwazima, tuunde mwangaza wa maumbile. Mwangaza wa maumbile ni ule tunaoambiwa kwamba siku tutakao kufufuliwa, kila mmoja atakuwa na tochi yake, kila mmoja atakuwa utukuzie tochi, na kiza cha siku ya kiyama akiuao ni Mungu, lakini kila mmoja atakuwa na tochi. Si tochi hii, ni tochi Mwenyezi Mungu ameizungumza nur. Watakuwa nuru yao yenda mbe yao. Wale ambao wamedanganywa na mwangaza wa muda na mwangaza wa kuwazima usodumu, ndio wale watanena tungojeni naltamis min nurikum. Tungojeni na sisi jamanini. Kama wewe wapita kitotoni au taa zimezinywa, umemwona mwendani wako uko mbele kama hatua 20, tukuzie tochi, wampigia yao ombe bana ningoja na mimi mpate kutukua hono mwangaza wako. Akungoja duniani atakungoja, lakini kule la. Wakati tawaambia tungojeni na sisi tutukue nuru kutoka kwenu, wataambiwa rudini nyuma, faltamisu nura. Nendani, na hakuna tena kurudi nyuma, nendani ardhini, chaji ya nuru hii, betri za nuru hii, gulopu ya nuru hii hupatikana wapi? Ulimwenguni. Kwa hivyo hakuna kuwazimana huku kila mtu ni chake chake. Hakuna kungojana, hakuna kuoneshana, kila mmoja ina nuru, na kurudi ni maana hakuna. Yule altanena qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan, takonena yeye Mola nirudishana mimi huenda nikafanya mambo mema, hakuna nafasi tena ya kurudi. Kwa hivyo aya pia yatushiria upande hunu tukiwata masala ya mtana na usiku. Wa ayatul lahumul laylu naslakhu minhu an-nahara fa idahum mudlimun. Dalili na aya iliyoko wazi ni usiku. Wakati tunapouvua usiku, mtana uliovaa, wakitahamaki wao wakajiona wako kwenye nini? Kwenye giza. Kisha katika aya ya 38 Mwenyezi Mungu atuambia washamsu tajri limustaqarrin laha dhalika taqdirul azizil alim. Sasa kabla ya kuingia kwenye hii aya ya pili, kwanza kuna mjadala kwa wanazuoni wa tafsiri kuhusu hii wao. Hii washamsu, hii wao yairudisha shamsu katika leili, kwa sababu wao wanasema ni atf. Sasa je, hii shams yarudi kwenye leili tuliyosoma sasa yao wa ayatul lahumul laylu washams, itakuwa dalili yao ni mtana na nini? Na usiku. Au wao hii yaturudisha mando kabisa wa ayatul lahumul ardhul maitatu, au ni mpya yaanza maneno mengine. Kwa tafsiri ya kwanza, ikiwa wao yaturudisha kwenye usiku, itakuwa hii si dalili mpya Mungu aitoa, bali ni kukamilisha dalili ya nini? Ya usiku na mtana, kwa sababu masala ya jua na mwezi yako hapo hapo kwenye usiku na mtana. Ikiwa wao hii itakuwa ni mpya au ni yaturudisha kwenye ardhi, itakuwa ni dalili mpya, haina alaka na usiku na mtana. Lakini kulingana na msuko wa hizi aya, yaonesha zaidi rai ya kwanza iko karibu, ni kwamba ni mazungumzo yaendelea yale yale. Mwenyezi Mungu atuambia washamsu tajri limustaqarrin laha, jua nalo henda katika mustaqarri yake. Na nena mustaqarri kwa sababu sitaki kufasiri mpaka tuelewe zile ikhtilafu namna ya kwenda hilo jua, wanazuoni wamefasiri vipi, kwa sababu kila mwendo katika mwendo wa jua ulofasiriwa itakuwa mustaqarri yake yabadilika kulingana na mwendo mwingine. Washamsu tajri, na jua latembea au lenda, limustaqarrin laha, katika hiyo mustaqarri yake, dhalika, hilo la kutembea jua, taqdirul azizil alim, ni mipango, ni zipimo, ni nidhamu imezowekwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye kwamba ni mshindi, ambaye kwamba ni muyuzi. Ni nini maana ya maneno haya?
kuna rai 4 katika kufasiri jua huenda vipi. Ni mwendo gani wa jua unaokusudiwa hapa? Jua lina nyendo nyingi katika kwenda. Wanazuoni wamekhtalifiana ni mwendo gani unaokusudiwa hapa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwendo wa kwanza ni mwendo kulingana na hisia zetu, ingawa uko kinyume na hakika ya kielimu, lakini mato yetu yaona hivyo. Ni huku kutoka jua mashariki likenda wapi? Likenda magharibi. Sisi tuliona jua latoka huku likenda huku, kisha siku ya pili tukalikosa likaanda tena hapa likapanda likenda huku. Huu ni mwendo wa jua, ingawa elimu imethibitisha kwamba mwendo huu siwa nini, siwa jua, ni ardhi ndiyo inaofanya nini, inauzunguka. Mfano wake ni mfano wa mtu aliyoko kwenye gari, mara huenda khayali, fikra zako zikakutukua ukaiona ile miti iliyoko nje ndio ifanya nini, ndio iendao na gari isimeme. Ukiangalia utakuja kuona saa nyingine gari imesimama na miti ndio hukupita mbio. Ukanena waweza ukanena mwangalia ule mti huenda mbio sana ule. Mwendo ule na hii hutumika hata sisi yaonena jua limekwenda lapanda hilo bado adhuhuri haiingia hali yapanda uzuri, hatuneni ardhi haiyakwenda uzuri. Hata Qur'ani imekuja kuizungumza jua kwamba henda kwa maana hili bila kunena ardhi ndio inayokwenda. Wakati mjadala uliokuweko baina ya nani, ya Nabii Allah Ibrahim na Namrud, ule mfalume taghuti alodai ni Mungu, wakati wake alipomuuliza Nabii Allah Ibrahim, nini dalili ya huyo Mungu wako wewe kwamba kuna Mungu? Nabii Allah Ibrahim akamwambia, Mungu wangu huhuisha na hufisha. Akaagizia watu wawili kutoka jela, akamuua mmoja akamwata hai, akamwambia na mimi nimeua na nimehuisha. Nabii Allah Ibrahim hakuendelea naye, akamzungulia akamwambia, Mwenyezi Mungu ninayemwamini mimi, yati bishamsi min almashriqi ila almaghrib fa'ti biha min almaghrib ila almashriq. Mungu ninayemwamini mimi hulileta jua kutoka mashariki akalipeka wapi? Magharibi. Kwa hivyo wewe liete kutoka magharibi ulipeke wapi? Mashariki. Utakuta lugha ya Qur'ani yazungumza linalopekwa ni nini? Ni jua linalotolewa mashariki likapekwa magharibi. Kama nilivyonena, hunu ni mwendo wa kihisia. Kwa hivyo itakuwa wa ayatun lahumul ardhul maita wa shamsu tajri limustaqarrin laha. Na jua lenda mwendo gani? Mwendo huu tunaoona kila siku kutoka mashariki ukienda magharibi. Kwa hivyo kwa maana ya mwendo huu itakuwa kama wanavyonena wanazuoni wa balagha, isnad majazi, isnad aqli. Itakuwa kutegemeza mwendo kwa jua si uhakika, ni kutegemeza kinini? Kimajazi. Kinachokwenda kihakika ni ulimwengu ndio unaozunguka ardhi, si jua. Lakini yasihi katika lugha mara nyingine kukitegemeza kitendo kwa asiyefanya ikiwa kuna sababu. Kama yao tutanena ikiwa mathalan mambo ya Raila yatakuwa kukitengezwa barabara, tutanena Raila ametutengezea nini? Barabara. Firhali Raila hakuangata mtaimbo wala hakushika jembe wala hakupeka nini? Tractor. Yao tutanena mathalan rais fulani ametujengea nini? Bridge. Sio yeye alojenga bridge, alojenga ni fundi. Fahdi ametujengea nini? Hospitali. Si Fahdi alokuwa kujenga hospitali, alojenga hospitali ni ule fundi alojenga. Kwa hivyo imesihi ukitegemeze kitendo kwa asiyefanya kwa sababu yeye pengine amesababisha sampuli fulani. Hii ni maana ya kwanza. Sasa mustaqarri itakuwa ni nini? Kiwa jua latoka mashariki likenda magharibi, ni nini mustaqarri? Kuna baadhi ya hadithi katika kutwali kwangu nimezipata, ingawa mimi binafsi sikupata maneno ya wanazuoni kuhusu hizi hadithi. Mimi binafsi nimezinuka zina harufu ya Israiliyati, zina mambo ambayo kwamba ni hadithi za kutoaminika kiasi fulani, ingawa sina uhakika. Maana baadhi ya hadithi wamenena kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hili jua likitoka kisha huenda likatwa na likenda kutwa huenda zake mpaka kwenye arsh, likenda likasujudu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kisha likarudi likangoja amri nyingine kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akalipa amri akaliambia sasa rudi, likarudi likatoka tena. Taban hizi utazikuta ni hadithi zina sampuli ya Israiliyat,
na zina sampuli ya tafsiri za nyuma. Watu walikuwa hawaelewi, hawajui kwamba ardhi ni dori, walikiona ardhi ni uraka moja, kwa hivyo likipotea huku huenda wapi. Hawajui masala kwamba kuna upande wa pili wa ardhi, walikifasiri kwamba huenda kwenye arshi ya Mwenyezi Mungu, likaziwiwa huko masaa 12, kisha likapoa amri, likarudi likatoka tena. Kwa hivyo maana ya mustaqar kwa tafsiri hii utakuwa huipati, kwa sababu si jua linalotembea, ni ardhi inayotembea. Kwa hivyo ikiwa ni ardhi inayotembea, hatuna haja ya kuzengea hiyo mustakari ya kutembea jua iko wapi. Yaweza kutufanya sisi tafsiri hii tusikubali kiasi fulani. Tafsiri ya pili wasema kwamba mwendo wa jua unaokusudiwa hapa ni mwendo wa kidhati wa jua, ni haraka dhatia, kinyume cha ile cha kwanza tunaweza kuiamkua ni haraka aradhia. Inaotembea ni ardhi, sio jua. Hii inaotembea ni jua lenyewe, na haya ni matembezi ambayo yeo yamekuwa yako wazi kulingana na hakika za kielimu, kwamba jua yeo latembea lenda kusini, likirudi katikati katika khatul istiwa, katika equator, likirudi likenda kaskazini. Na katika matembezi haya ya jua ndio kunaopatikana zile alfusulul arba'a lisana, zile fasli 4 za mwaka. Kukawa kuna kusi, kuna kaskazi, kuna kilimo, sijui kuna nini, zile zaetwa na matembezi haya ya jua lenda, lakini halizunguki, lenda kama watezao zafa. Maana huwa likenda huku likirudi kati, kisha likenda huku likirudi kati, kisha likenda huko. Na kwa tafsiri hii utakuja kuipata mustakari yaingia vizuri sana. Zile zipimo, zile daraja aliokea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, litembee lile jua, latoka hapa likiingia hapa, latoka hapa likiingia hapa, ambao yo wanazuoni wamepiga mistari ya kikhayali ya imagination, lakini wameweza kuligawanyia jua na kuliekea abraji. Ikiwa ni abraji 12, ni ngapi zatembea jua, yatoka kwenye burji hii ikiingia kwenye burji hii, ikitoka kwenye burji hii. Na katika yale mabadiliko yake ndio linaotupa sisi nidhamu za maisha, ndio linaotupa sisi mabadiliko ya hewa na mivua na kaskazi na kusi, ambao ni zitu twazihitaji katika maisha yetu. Sasa hii ndio maana limustaqarrin laha, kwa zile zituo alozipangia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hili jua litembee ndio linapotembea kwa namna ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyotaka. Hii ni tafsiri. Tafsiri ya tatu. Tafsiri ya tatu ni tafsiri mpya, si mpya sana, lakini tunaweza kunena ni ya kisasa na imejengwa juu la uvumbuzi wa kielimu wa kisasa. Wasema kwamba jua lina mzunguko kama ardhi. Jua, kwa sababu leo tukirudi kwenye ardhi tuiona ardhi ina mizunguko sampuli mbili. Kwa istilahi za Kiarabu katika ilmu jiografia manena kwamba ardhi ina dauran, ina na tawaf. Dauran ni haraka inaozunguka yo wenyewe ardhi, ndio inaozalisha mtana na usiku. Kisha ina tawaf. Tawaf ni ardhi kuzunguka nini? Jua, kama wewe unavozunguka Al-Kaaba. Hii inaitwa nini? Ni tawaf. Na mara nyingine zote zaitwa dauran. Kwa hivyo wasema kwamba jua pia limegundulika lina haraka sampuli mbili. Lina haraka ya kwanza ni ile niloeleza kwenye tafsiri ya pili, lenda kusini likirudi khatul istiwa equator, likenda kaskazi likirudi tena khatul istiwa, likenda kusini kwa muda wa mwaka yamaliza dauri moja. Wasema pia jua lazunguka lo wenyewe, liko katika kuzunguka kama inavyozunguka ardhi. Sasa Ayatullah Sheikh Makarim Shirazi asema hakika hii ya uvumbuzi huu wa kielimu ukithubutu kielimu, yawezekana kuwa makusudio ya mzunguko au matembezi ya ardhi hapa ni huo, itakuwa washamsu tajri limustaqarrin laha. Lakini mustaqarrin ni nini hapa? Tutangojea utafiti, au kama umetoka hatujaweza kuusikilia, yatembea vipi, ina zituo zingapi yapitia. Hapo elimu itakapokuvumbua ndio itatusaidia sisi kuifasiri Qur'ani ni nini maana ya mustaqar. Haya ni mambo jamanini, nataka kutoka kwenye maudhui kidogo ya kidulisha kitu.
kama alivonena Ibn Abbas, kibarul mufassirina min as-sahaba, katika mafasiri wakubwa wa masahaba, yamaanisha kwamba kila wakati ukiendelea ndio twaifahamu Qur'ani uzuri kuliko waliopita nyuma. Kama alivonena Ibn Abbas, al-Qur'anu yufassiruhu az-zaman, Qur'ani yafasiriwa na wakati. Na haya ni mamoya ambayo kwamba waliopita walipokuwa hawayaelewi ndio wakataya mambo ya arshi na yua kwenda kutaka ruhusa huko, kisha likapoa ruhusa likarudi, kila siku lina kazi hiyo. Sasa haya yatuonesha sisi kwamba kila siku Qur'ani ni mpya, kama alivonena al-Imam Sadiq asema ni mrongo alonena kwamba aya ikishuka hufahamika ikamalizika, bali aya kila siku ni kama store yatoa mambo mapya, kila siku yaza mambo mengine. Kwa hivyo hii ni tafsiri ya tatu ambayo kwamba yategemea elimu inavyozungumza na ukweli wake. Tafsiri ya nne wasema kwamba jua imegundulika ina matembezi ya tatu, na haya matembezi ya tatu ndiyo yanaokusudiwa hapa, wa shamsu tajiri. Matembezi ya kwanza tumenena ni ardhi kuzunguka, tukalinena jua kutembea. Matembezi ya pili ni haya ya kwenda huku ikirudi huku. Tabani ya kwanza ni ya ardhi, si ya jua. Ya pili ndio ya uhakika. Ya tatu ambayo yatakuwa ni ya pili ya uhakika kwa jua ni kuzunguka lo wenyewe nafsi yake. Mwisho wakanena imegundulika kuna haraka katika istilahi za kijiografia za Kiarabu, wameita kwa sampuli ya haraka intiqalia. Hii inakusudiwa sasa ni haraka ya kugura, ambao hii wasema majmua shamsia, kwa sababu imegundulika leo kwamba hili jua mando si moya. Kila jua lina mkusanyiko wa nyota zake, kuna ardhi yake, kuna mwezi wake, kuna kadhaa. Hiyo mkusanyiko mzima tulionao sisi tunaoishi moja yaitwa majmua shamsia. Kuna na majmuati nyingine, kuna jua lingine na nini zake, wasema hivyo, na ziko baadhi ya hadithi zinaoshiria mambo kama haya. Sasa wasema hii majmua mzima hii, badali ya kuwa jua liko hapa, mwezi uko hapa, utataka blackboard saa nyingine, na ardhi iko hapa, zo wenyewe baada ya kuwa zazungukana zina haraka dhatia, kisha kuna haraka intiqalia. Kwa majmu yake hazikustop kwenye yanga, haziko mahala pamoja. Yanga ni pana sana na ni refu sana na halina mwisho. Sasa ziko pia kwenye kutembea, hazikutulia mahala pamoja. Lakini matembezi haya si matembezi ya jua peke yake, wala si matembezi ya mwezi peke yake, wala ya ardhi peke yake, ni majmua shamsia. Yani kama utukue msafara mzima wa magari 50 yote yatembea kwa pamoja, yaondoka sehemu yakenda sehemu nyingine, yaondoka sehemu yakenda sehemu nyingine, ndio ikamkuliwa ni haraka intiqalia. Minan intiqal, intiqal ni kukigurisha kitu, kikiondosha hapa ukikipeka hapa. Kama anavyo mulahadha, ni kama kundi la ng'ombe linalotungwa, yani linalotembea pamoja. Waweza kupata pale ndani mara wambe uko nyuma, mara wa nyuma uko mbele. Kuna haraka dhatia ndani ya wale ng'ombe, wazungukana wao kwa wao, kisha na wote watafanya nini? Watembea, waenda. Wasema hii wa shamsu tajri. Lakini kulingana na tafsiri ya nne waweza kuniuliza suala, ikiwa zinazotembea ni zote ni majmua shamsia inayotembea, kwa nini Mwenyezi Mungu ametuambia ni jua peke yake? Itakuwaje uifasiri kwa tafsiri hiyo? Wa shamsu tajri, jua ndio linaloenda. Hili ni rahisi kuijibu, kwa sababu kingi ndio nani? Ndiye jua, na ndio hata ule mkusanyiko wote umeamkuliwa iye majmua shamsia. Haukuwa mkuliwa majmua ardhia, haukuwa mkuliwa majmua qamaria au mirikhia, ikiwa tutakuwa mirikh au mushtara na nyota zingine. Zote hizi ziko chini ya utawala wa jua, na jua ndio unaoziendesha hizi. Kwa hivyo yatosha ukilinena jua lenda, na hizi zote ni tawabi, ni zitu zenye kufuata, zafuata hilo jua katika kutembea kwake. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, hizi ni tafsiri nne ambazo zimeelezwa na wanazuoni wa tafsiri
katika kufasiri nini makusudio ya yua kwenda katika aya kama hini, washamsu tajri limustaqarrin laha dhalika taqdirul azizil alim. Lakini iwe ni hini iwe ni ile, lenda na tafsiri inaokubalika zaidi katika hizi zote ni sawa kiwa zimethubutu kielimu. Sitaki kuingilia kwenye masala ya elimu, lakini sisi tunataka kuzungumza nini kinachokusudiwa na Mwenyezi Mungu hapa kulingana na aya zitakazokuya mbele. Tafsiri ya mwendo wa yua wa kwenda kaskazini na kusini na kutoka kwenye kurudi equator likenda huku, hii ndio inaoumana zaidi na hii aya, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa nidhamu ya mchana na usiku nyuma huko, kisha mwisho atatupa nidhamu ya mwaka na siku zinavyozawa kutoka kwenye nini mwaka, kisha atatupa mwaka unaotolewa kwenye yua, atatupa na mwaka unaotolewa kwenye nini kwenye mwezi, kisha atakuja kutuambia mwisho hizi zitaendelea hivi mpaka siku ya kiyama, na hakutodangamanikana. Hakuna siku yua litakwenda spidi zaidi kuliko hii spidi ilopoa, iwe mwaka utakuwa siku. So sisi tulifuata yua katika mwaka, na hakuna siku mwezi ardhi itapunguza spidi yake iwe siku badala ya kuwa ni masaa 24 itakuwa ni mwaka mmoja. Hakuna zitu kama hizi. Kama atakavyofunga mwisho atatuambia la shamsu yambaghi laha an tudrika alqamar wala al-laylu sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Hii aya itakayokuja mwisho itakuya kutupa maana zaidi ya haya. Washamsu tajri limustaqarrin laha dhalika taqdirul azizil alim. Mwenyezi Mungu mwisho badala ya kutueleza mwendo wa yua akafunga aya akinena dhalika, hayo si mimi na wewe. Hii ndio hiyo aya. Sasa tutaka tumtafute Mungu hapa, ni nani aliyopanga mambo haya? Ndio ule Nabii Allah Ibrahim alimwambia ule, kama wewe ni Mungu, kwa hivyo ete nidhamu zako, badilisha nidhamu. Ni nani aliyoyapanga mambo kama haya? Dhalika, hayo. Takdiru ni mipango, kwa sababu takdir ni kukiekea kitu mipango, takdir ni kukiekea kitu zipimo. Ndio maana ya nini ya takdir. Kila kitu kimepoa kipimo chake na mipango yake. Mwenyezi Mungu atuambia dhalika takdir, huo ni mpango, ni zipimo za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini hakunena takdirullah. Ametaua sifa mbili, ambazo sifa mbili hizi ni lazima awe nazo ule atakaye kutaka kuyafanya haya, kwa sababu leo kuitetemesha ardhi, kuiharakisha ardhi, kuifanya ardhi itembee, ukirudi ukiangalia spidi na utembea ardhi na haitoki timing. Ukirudi ukiliangalia yua, watuambia yua ni kubwa kushinda ardhi sijui kwa mara milioni moja sijui na ngapi, au ni milioni 12. Uku nani wewe yao nyumba moja hii tukaambia tuisukume hatuiangushi. Kwa hivyo kitu cha kwanza tunataka nguvu, tena nguvu isokuwa na mkomo katika kupanga mipango kama hii. Pili, si nguvu peke yake, watakikana uyuzi, elimu ambayo kwamba yajua kupanga mambo, si elimu ya kubambanya kula likitokea ndio litengezwe. Elimu ya kubambanya ni elimu ya binadamu. Madaktari tukiwatukua wana elimu ya kubambanya, wataiunda dawa vayao kukupoza wewe nini malaria. Kwa uhaba wa elimu yao, lazima mara ya kwanza dawa ile itakuya kuwadundulisha upungufu wao. Watakuya kuona ima ile dawa imezusha matatizo mengine, imemdhuru mtu ngozi, imemdhuru mni kadhaa, ikabidi iundwe tena, ipunguzwe pengine yale madhara ya nini ya ngozi, itiwe kiungo kingine. Waijaribu mpaka ikamilikapo, na hakuna dawa isokuwa na nini salbiyat, isokuwa na sehemu za kudhuru, japokuwa ni haba. Kwa hivyo ni elimu ya tarakum, ni elimu ya mpandamano. Na elimu ya mpandamano ni elimu ambayo kwamba yataka tajruba, experiment. Yani ujaribu mara kwanza, kama uchonga kibao, fundi atachonga, takitia hakikungia uzuri, arudi achonge tena, akitia hakikungia uzuri, mara kimepwaya, amerudi sasa nkuzengea kibao kingine. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mipango yake, hakuna ardhi iliyoumbwa mara mbili.
Kuumba ardhi ikatokea upande wa mashariki kumkuzito kitoto ikatiti kumekuwa utembea kwa kuemea upande mmoja. Ardhi ikiumbwa imeumbwa kwa zipimo. Hakukujaribiwa jua liwekwe umbali gani. Mara limekurubisha kumeanza kuyayuka kana ewe liko karibu sasa turudishe nyuma. Mara limerudishwa nyuma kumeanza kufanya nini? Kuganda. Utakuta Mwenyezi Mungu ana ilmu ya kikamilifu, ilmu isohitaji majaribio, si ilmu ya mpandamano. Ndio Mwenyezi Mungu akatagua sifa hizi mbili kumaliza aya yake, akituambia dhalika taqdirul aziz. Na aziz ni ule ambaye kwamba hashindwi na kitu, ina maana ya nguvu, lakini engeza na nguvu za kutoshindwa na lolote. Ndio hii ni Rabbul Izza. Pili, al-alim, Mwenyezi Mungu mwenye nini? Mwenye uyuzi mkamilifu, si wa kubambanya. Huyu ndio alopanga mambo kama haya. Washamsu tajri limustaqarrin laha dhalika taqdirul azizil alim walqamara qaddarnahu manazila hatta aada kalurjunil qadim. Tumebakisha aya moja na ya pili ya kufunga. Baada ya kuelezwa usiku na mchana, tukaelezwa jua linavyotembea. Sasa Mwenyezi Mungu ametupa na fikra pia kuhusu mwezi, ndio aya itakayofuatia walqamara qaddarnahu manazila hatta aada kalurjunil qadim. Kisha ndio aya mwisho itatufungia, na katika kufunga tutarudi tena tuzisome hizi kama aya ambayo kwamba inatupeka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kutuonesha utukufu wake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitujalia hai na uzima, tutapambana katika juma litakalokuya. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bila kupoteza wakati, kama kuna suala, wajua masala, yani suala la nena, ikiwa Qur'ani imeteremshwa maswahaba na wao walikuwa hawana uwezo wa kufahamu baadhi ya zitu kama hizi, kwa nini wasifahamishwe kama nilivyofahamu suala haraka zaidi, ikawa itatusaidia na sisi? Kwanza mimi mwanzo wa suala sikubaliani nao. Qur'ani si kitabu kiloteremshwa kwa nani? Kwa maswahaba. Qur'ani ni kitabu kimeteremshwa, ni kitabu cha mwisho kwa umma wote uliobakia, wakiwemo maswahaba ni sehemu katika hunu umma. Wao walibahatikiwa kuzaliwa mwanzo wa kuteremka Qur'ani, sisi tumebahatikiwa kuzaliwa yeo, na wengine watazaliwa ikiwa ulimwengu bado utakapokuja. Kwa hivyo kitabu Qur'ani ilikuwa si mwongozo wa maswahaba peke yao, ni mwongozo wa watu wote. Lakini kulikuwa kuna mambo, si kwamba Mungu alikuwa hayajui wala hawezi kuyaelewa, lakini wakati ulikuwa bado hauyakubali kufahamika mambo kama yale, isipokuwa kungie miujiza, kufahamishwe kimeujiza. Bali ingelikuwa ni hatari kwa Qur'ani kuzungumza mambo haya wakati ule, kwa sababu ikiwa wao waliambiwa baadhi ya mambo matoto, siangalie masahaba peke yake, angalia na wapinzani. Ikiwa waliweza kuambiwa tu mtume amteremshiwa wahi na malaika Jibrili huyo kuzungumza na nani? Na mtume, na wakamuona mwandazimu, vipi wakati ule walikuwa kushereheshewa wazi wazi kwamba hii ardhi ndori na kuna masala kadhaa, wangezidi kumfanya mtume ni mwandazimu. Yani zile unazotaka wewe zitumikie dawa, pengine ndio zingelizidi kufanya nini? Kuepusha watu na nini? Na Uislamu. Ndio utakuta Qur'ani mara nyingi imetumia mantiki ya kutonyima haki ya elimu na kutoweka wazi, ili elimu zitakapokuendelea zo wenyewe zitakuja kuzifahamu aya kama hizi. Na mimi sioni upungufu wote, kwa sababu haya ni masala ya kielimu, si masala yanaambatana na sharia, si masala yanaambatana na kumwabudu Mungu kwamba mambo yamewatwa hayaeleweki, kwa hivyo utakuwa hawajui kumwabudu. Masala yanayohusiana na muongozo na huda yalikuwa wazi. Masala yanayohusiana na janibi ya kielimu kama masala ya ardhi mdori hana alaka na ibada yuan kadha, haya yaliwatwa kulingana na wakati utakavyokwenda. Tafadhali, kuna ndani ya mada, kuna suala la ndani ya mada kama kwa hiyo sasa masala ya tafsiri bila shaka za gongana. Tafsiri hiyo yako sasa ndio itakuja kuingiana na tafsiri ya Sheikh Muhammad Jawad Mughni, hiyo unaoizungumza wewe. Umenifahamu sio? Sheikh Muhammad Jawad Mughni amezungumza kwamba masala ni masala ya taaqub. Taaqub ni kupisana vitu, toka hiki kikiingia
hiki ni kama walinzi wawili waingia kwa juti. Sasa ni vile mwanachuoni anavyoiangalia hiyo aya na anavyostambit. Mimi nimezitupa zile tafsiri 4 kwa kila rai ya mwanachuoni, lakini sasa masala ni tuiangalie hiyo aya yenyewe yakubaliana na tafsiri ipi katika hapo. Na Mwalimu Athman, wallahi siyo, yani kupitisha talaka siyo, siwezi kujibu. Yani ni zitu ambazo kwamba kwanza ni tarikhi si rahisi kuipata hiyo, isipokuwa ukiwa utakwenda kwenye qasasul anbiya, na qasasul anbiya ni zitu ambazo kwamba mara nyingi hazina mategemezi ya kihakika, lakini siyo mimi. Suala ni gumu na ni refu. Suala la kwanza lauliza ni nini maana ya nasakh. Wanazuoni wasema nasakhu ni raf'u hukmin thabit bi hukmin akhar. Nasakh ni kuondoshwa hukumu iliyowekwa kwa hukumu nyingine. Kuna mjadala kwa wanazuoni ni jambo lawezekana au haliwezekani masala ya nasakh, lakini rai ya usawa na iliyoungwa mkono na wingi ni kwamba nasakh ni kitu chawezekana, bali kimetuka, na dalili ni kwamba Qur'ani imefuta zitabu zilizopita. Kuna mjadala baada ya kukubali kwamba naskhi iko baina ya sharia ya mtumi na sharia ya mtumi mwingine. Je, iko naskhi katika sharia ya mtumi mmoja, yani ndani ya sharia moja yakawa yafutwa? Pia vingi wamenena iko. Ama masala ya naskhu tilawa nazijibu mbio. Wanazuoni katika ulumi al-Qur'ani wameigawanya naskhi zigawanyo zitatu. Kuna naskhi waita ni naskhul hukmi wa tilawa, yani aya ikafutwa hukumu yake, ikafutwa na aya yenyewe, hakuna kusoma, haisomwi, haitekelezwi hukumu zake. Hii yaitwa ni naskhul hukmi wa tilawa. Kuna chawanyo cha naskhu tilawa duna al-hukm, chawanyo cha pili, aya ikafutwa kusoma lakini hukumu yake yafanya kazi. Chawanyo cha tatu ni naskhul hukmi duna at-tilawa, ni kufutwa hukumu lakini aya ikabaki iko msahafuni tuisoma lakini haitekelezi. Sasa hizi chawanyo cha naskhul hukmi wa tilawa hakina mushkil. Chawanyo cha kwanza, yani aya ikafutwa na nini, pia kuna mjadala, siwezi kukuambia ni mawazo yote. Ukia kwenye masala ya naskhu al-hukmi duna at-tilawa, aya zimefutwa hukumu zake lakini zozo ziko msahafuni, hii pia yawezekana, ingawa wanazuoni vingi wanena aya zinaodaiwa zimefutwa hazikufutwa. Yani mfano katika aya wanenao zimefutwa, hiyo baadhi ya wanazuoni walikuwa wakiona aya zimepapurana tu katiti, walikinena hii imefuta ile. Kwa kadiri lao walituliza akili wakaweza kuzifasiri, ilikuwa pengine zaumana zile aya. Utakuta tu mathalan wamenena aya ya zaka zimefuta aya za sadaka. Hakuna masala, sadaka ni masala kando na zaka ni masala kando. Kirudi katika itqan fi ulum al-Quran ya Imamu Suyuti utapata madai, na Sayyidul Khoi katika kitabu chake Al-Bayan ana bahthi ndefu azitoa aya zinaodaiwa zimefutwa na hazikufutwa. Suala liko kwenye naskhu tilawa duna al-hukm, yani kwamba aya zimeteremka kisha zikaondolewa mswahafuni lakini hukumu zake bado zafanya kazi. Haya ndio masala ambayo kwamba wanazuoni wetu wote hawayakubali, kwa sababu wasema sijui kuna ni hikma gani utatupa ikiwa hukumu yafanya kazi ya ile aya, ni lipi ilo ifanya ile aya itolewe kwenye mswahafu ikiwa hukumu yake bado yafanya kazi. Hii yaweza kuwa ni dalili ya kiakili, pengine